Tuelekee kaunti ya Kwale sasa, ambapo chama cha maendeleo ya wanawake kimeitaka serikali kuwapunguzia ushuru wanaotozwa kutoka kwa mapato ya jengo la chama hicho hapa Nairobi. Viongozi hao wanasema fedha wanazopata zimepungua na haziwezi kukidhi mahitaji ya kufanyia maendeleo ya kina mama humu nchini. Wanasema baadhi ya miradi wanayofanya ni kuwapa akina mama mitungi ya kuhifadhi maji ya kunywa ili kuepukana na magonjwa na utoaji wa baiskeli kwa familia zenye wasichana wanaosafiri mbali kwenda shuleni. Wakizungumza huko Diani, viongozi wa pwani wa chama hicho pia wamekanusha madai ya kuingiliwa na kufadhiliwa na mirengo ya kisiasa inayopinga serikali. Tunaomba atuwevie KRA. Rents imekuwa ni ghali sana pale KRA, wanatuchaji pesa mingi sana. Alafu wali backdate ile mambo ya kulipa KRA. Kwa hivyo jamani, shirika la maendeleo ya wanawake inafaa ile pesa ikitoka pale isaidie kina mama, lakini sio kuenda tena kulipa ushuru. Ushuru ndio ni kweli, lakini angalieni kina mama wana vigezo gani? Wana nini cha kuwasaidia? Wana nini cha kuendeleza? Ikiwa ile pesa ikitoka pale ikishuka chini, ita trickle vizuri paka kwa mama wa mashinani. Lakini kama ile pesa ikikusanyika pale, iwe ndio italipa KRA, tunaomba atuwevie. Wasichana wetu wanabebwa kupelekwa mashule na na vijana wa bodaboda. Lakini ndani ya muda fulani hivi utaona mambo yamebadilika, si kupelekana shule lakini ni ndoa zimefanyika. Lakini hizi baiskeli zinaweza beba mama na mtoto wake akaweza kumpeleka shule, lakini pia zinasaidia kina mama kubeba mizigo. Kwa sababu tunajua pale maendeleo ya wanawake tuna kiongozi ambaye ameserve kutoka grassroots akapanda juu ndio akachaguliwa kama national chair. Hakupewa kiti tu hivi hivi, alichaguliwa. Na nataka kusema maendeleo ya wanawake ina structure, ina katiba. Ukiwa wewe ni kweli ni mama ambaye unajua maendeleo na unaifuata ile katiba, na hakika utajua vile tunaenda.